Ndugu wananchi, afya ya mama na mtoto ni afya ya taifa. Kama mti mzima huanza na mbegu, ndio taifa imara huanza na mama salama na mtoto mwenye afya. Kwa kulizingatia hilo, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto, na uwekezaji huu umeleta maboresho makubwa yanayoonekana. Miongoni mwa maboresho hayo ni kupungua kwa vifo vitokanavyo na uzazi kutoka vifo 556 katika kila vizazi hai 100,000 mwaka 2016 hadi vifo 104 katika vizazi hai 100,000. Tumpigie makofi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake mahususi. Tujipigie makofi wenyewe Wizara ya Afya kwa usimamizi wa maelekezo ya Daktari Samia. Tujipigie makofi Wizara ya Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, kwa usimamizi mzuri wa afya msingi ambao umefanikisha Daktari Samia Suluhu Hassan kuteuliwa au kuchaguliwa Afrika mmoja pekee, Daktari Samia, kuwa champion wa Afrika wa kupambana na vifo vya mama na mtoto. Tumpigie makofi mengi sana Rais Samia kwa hadhi hii aliyopewa Afrika. Wapo wasiotamani kusikia maneno haya, lakini watasikia kwa nguvu. Nadhani mmenielewa. Aidha, vifo vya watoto chini ya miaka 5 vimepungua kutoka vifo 67 katika kila vizazi hai 1000 mwaka 2016 hadi vifo 43. Vile vile vituo vinavyoweza kufanya upasuaji wa dharura na kumtoa mtoto tumboni vimeongezeka kwa vituo 53 katika vituo 600 kutoka vituo 53 hadi kufikia vituo 630 ikilinganishwa na vituo 577 mwaka 2024. Kwani tusimpigie makofi Rais Samia kwa kuongeza vituo zaidi ya 577 kati ya vituo 53 vilivyokuwepo huko nyuma. Hii ndio sababu tunampigia makofi. Vituo vya kutolea huduma kwa watoto wachanga wagonjwa NCU vimeongezeka kutoka vituo 76 kufikia vituo 438. Kwani tusimpigie makofi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa hii? Na vituo 362 mwaka 2024 vimejengwa kote nchini. Na kwa namna ile ile, mganga mkuu wa serikali, maeneo haya yenye changamoto ni vyema kuyaangalia, na Kibiti ni miongoni mwa maeneo yenye changamoto. Kibiti na maeneo mengine ya ukanda wa kusini tuendelee kuyaangalia ili kusudi yaendelee kufurahia serikali inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. ST Bongo, nyumbani kwanza.